Aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden mwenye umri wa miaka 82 amegundulika kuwa na aina kali ya saratani ya tezi dume ambayo tayari imeanza kusambaa kwenye mifupa, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake binafsi Jumapili. Taarifa hiyo ilieleza kuwa wiki iliyopita Rais Biden alifanyiwa uchunguzi baada ya kupata dalili za matatizo ya kujisaidia haja ndogo. Ijumaa alibainika kuwa na saratani ya tezi dume yenye alama ya Gleason 9, yani kundi la daraja la 5, ikiwa na usambazaji ikiwa imesambaa hadi kwenye mifupa. Taarifa hiyo imesema ingawa hii inawakilisha aina ya ugumu zaidi ya ugonjwa, saratani inaonekana kuwa nyeti kwa homoni ambayo inaruhusu usimamizi wa ufanisi. Kwa sasa Biden na familia yake wanashauriana na madaktari kuhusu njia bora za matibabu. Taarifa hiyo imekuja siku chache baada ya msemaji wake kuthibitisha kuwa aligunduliwa na uvimbe mdogo kwenye tezi dume. Daktari Jamin Brahmbhatt, ambaye ni sehemu ya timu ya matibabu ya Biden, alieleza kuwa saratani ya tezi dume ni ya kawaida kwa wanaume wa umri mkubwa na wengi huweza kuishi maisha ya kawaida endapo watatibiwa mapema. Profesa Benjamin Davis kutoka chuo kikuu cha Pittsburgh alifafanua kuwa alama ya Gleason 9 ni ishara ya aina kali zaidi ya saratani ya tezi dume. Amesema kuwa saratani iliyosambaa kwenye mifupa haiwezi kuponywa, lakini kuna matumaini kutokana na maendeleo ya matibabu ya homoni na kemikali katika miaka hivi karibuni ambayo yameongeza muda wa kuishi kwa wagonjwa. Brahmbhatt aliongeza kuwa uchaguzi wa matibabu utategemea hali ya mgonjwa kwa ujumla na unapaswa kufanywa kwa uangalifu, kwani baadhi ya matibabu yanaweza kuathiri kumbukumbu, hali ya hisia na ubora wa maisha. Kwa sasa Biden yuko nyumbani kwake Wilmington, Delaware. Rais Donald Trump, licha ya tofauti zao kisiasa, ametuma salamu za pole kupitia mtandao wa Truth Social akisema, "Mimi na Melania tumesikitishwa kusikia taarifa ya ugonjwa wa Joe Biden. Tunatuma salamu za pole kwa Jill na familia nzima na tunamtakia Joe nafuu ya haraka na yenye mafanikio." Makamu wa rais wa zamani Kamala Harris, ambaye alichukua kijiti cha kampeni za chama cha Democratic baada ya Biden kujiondoa mwaka 2024, pia alituma ujumbe. "Joe ni mpambanaji. Tunamwombea yeye, Dr. Biden na familia yao nzima. Tuko na matumaini makubwa ya kupona kamili na haraka." Rais Obama na Hillary Clinton pia walituma salamu zao za faraja na kutambua mchango mkubwa wa Biden katika mapambano ya saratani. Obama alisema, "Hakuna mtu aliyefanya kazi kubwa kupambana na saratani kama Joe. Tunamwombea uponaji wa haraka na kamili." Kwa upande wake Clinton amesema, "Naifikiria familia ya Biden wanapokabiliana na saratani, ugonjwa ambao wamejitahidi kuzuia kwa familia zingine nyingi." Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.